Katika jamii nyingi za Zanzibar, mila na desturi zimekuwa daraja la kuunganisha watu na kuimarisha mshikamano. Wakati mwingine si ukubwa wa zawadi unaoleta furaha, bali ni moyo wa kukutana, kushirikiana na kuonyesha upendo. Ndiyo maana wahenga walisema, kutoa ni moyo na si utajiri. Kauli hiyo imeonekana kupewa uzito na mbunge wa jimbo la Chumbuni, Mheshimiwa Ussi Salum Pondeza, baada ya kuandaa hafla maalum ya iftari ya pamoja na wananchi wa kijiji cha Shangani Mkokotoni, shehia ya Pitana Zako, mkoa wa Kaskazini Unguja. Hafla hiyo imewakutanisha wananchi wa rika mbalimbali waliokusanyika kwa lengo la kushiriki futari ya pamoja, jambo lililoonyesha mshikamano mkubwa ndani ya kijiji hicho. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Pondeza amesema kuwa iftari hiyo ni sehemu ya kuendeleza utamaduni waliourithi kutoka kwa wazazi wao, ambapo baada ya kukamilisha funga 6 Shawwal, wananchi hukutana pamoja kufutari na kusherekea kwa pamoja. Mshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia leo 6 tumeikamilisha, lakini la pili ninachokishukuru, huu ni utamaduni wetu sisi. Watu wa hapa tunaita Shangani Mkokotoni, shehia ya Pitana Zako. Hapa panaitwa Pitana Zako. Na moja ya jambo ambalo nimekuwa nikilifurahia kila inapofika siku kama ya leo, kwa sababu huu ni urithi ambao walianza babu zetu, wakaja baba zetu, na sisi tunaliendeleza kama ni siku ya umoja wetu, lakini tunafungua kwa pamoja ili tuweze kukutana. Maana family, mnajua mambo siku hizi kila siku yamekuwa yanaingiliana na mambo mengi, lakini siku kama leo ni siku ambayo family nzima ya ukoo wetu basi tunakutana hapa na marafiki zetu na majirani zetu. Hii kwanza ni silka yetu, lakini la pili ni utamaduni wetu, la tatu ni umoja ambao unaonesha tuna umoja kiasi gani. Ndiyo maana ya sura ya jambo kama hili ambalo tunalifanya kwa pamoja, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila siku zinapokwenda jambo linakuwa zuri na watu wanaitikia kwa uzuri. Tangu lilikuwa la kiambo, yani hizi nyumba zetu tu, ukoo wetu, lakini sasa hivi limekuwa jambo la mtaa mzima. Pitana Zako, unajua siku ya mwezi 7 basi tunafungua kwa pamoja na tunapata riziki kwa pamoja na tunapata kutambuana, tunabadilishana mawazo, tunapeana fikra na mawazo ambayo ya kuendelea. Wito wangu ni kila jamii, jambo kama hili ni bora na kulifanya, na maana yake ni kuonesha asili yako, wapi mpo na wapi mnataka kwenda. Hamwezi kufika jambo lolote bila umoja na amani ambayo ipo ndani ya nchi yetu kama hivi. Katika mafundisho ya dini ya Kiislamu, kukutana na kushirikiana katika mambo ya kheri ni jambo lenye baraka kubwa, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, muumini kwa muumini mwenzake ni kama jengo, sehemu moja huimarisha nyingine. Kauli hiyo inaonyesha kuwa jamii yenye mshikamano ndio jamii yenye nguvu na yenye mafanikio. Baadhi ya wananchi walioshiriki katika hafla hiyo wameeleza kufurahishwa kwa hatua hiyo, wakisema ni jambo linalopongezwa kwa kuwa limeenzi mila na desturi zao, sambamba na kuimarisha umoja na mshikamano ndani ya jamii. Sisi kwa jumla, mimi binafsi nashukuru kwamba hii ni utamaduni wake sasa umekuwa huyu mheshimiwa. Si iftari hii tu, ni iftari zote. Kwa hivyo kile inapotokezea Idi, kufutarisha Ramadhani, haya ni masuala yake ya kawaida. Kwa hivyo sisi tunashukuru na tunafurahia haya masuala. Kikawaida mila zetu za Kizanzibari tuna mambo kama haya, kufutari pamoja, kusherehekea pamoja na mambo mengine. Kwa hivyo huyu ni miongoni mwa utamaduni yeye anaouendeleza. Wapi kawarithi hatujui, lakini ndani ya tamaduni zetu za Kizanzibari hayo ni masuala ya kawaida, ingawaje tuko nje ya uwezo nayo wengine, lakini yeye mwenzetu anajitahidi kwa hali na mali katika kuendeleza masuala ya aina hii. Tunamshukuru. Mengine yako ndani ya ilani yake, lakini haya hayamo ndani ya ilani, hayamo ndani ya utu wake, tuna uwezo wake wa kibinadamu. Majimbo wenzetu wengi hawafanyi kama hivi, wana wabunge, wana wakilishi, lakini hawafanyi kama hivyo. Sisi lakini tunamshukuru mbunge wetu, mwakilishi wetu anatufanyia kama hivi, ndio furaha kwetu. Sisi wanawake tuna furaha tukiwa watu wazima kama hivi, tunapata kutoka
Alhamdulillah, tunashukuru mbunge wetu na mwakilishi anatualika, tunaftari. Kama sisi wanawake tuna jukumu la kuwalinda vijana ili wahamasike, maana yake ya kuwa waje kwenye viongozi kama hivi, wajumuike na sisi tuwe pale pamoja. Ninachowaambia wanawake wenzangu, hususa ni utamaduni wetu huu wa kujifunza kwa mbunge wetu na mwakilishi wetu, kwani leo ni wao, kesho ni sisi. Ni majukumu ya kila mtu. Zoezi la leo, iftarisho inatupa umoja, itaonyesha wanakijiji na watu wa karibu kama watu wafanye vitu kwa kushirikiana. Yani kitu chochote ukifanya kwa pamoja inaondosha baadhi ya vitu, inaondosha ugomvi wa karibu, inaondosha baadhi ya matatizo madogo madogo, kwa sababu hali ya kila wakati mkiwa mnakutana kwa pamoja kuna kitu ambacho mnajenga, haijalishi uko nyuma mmepitia nini wala yalikuwa mabibi na babu zenu wapoje. Hii inajenga tena kwa watu wapo huru, umoja, mshikamano na nguvu. Wito wangu kwa wananchi wengine na watu wa karibu hata wa mbali, hii ni shughuli ambayo mheshimiwa wa jimbo la Chumbuni ameifanya. Anahamasisha, anaonesha kuwa yeye anaweza na wengine. So lazima mtu ufanye kwa jimbo, ufanye kwa nini, unaweza ukafanya kwa kwenu, kama yeye itakuwa mfano kwa wengine. Kama yeye kafanya kwao, ila kashirikisha watu tofauti tofauti. Kama leo kaja kiongozi fulani, kesho na kesho kutwa itakuwa kitu ambacho kitaweka historia hapo baadaye. Kwa hakika katika maisha ya kila siku, jamii inathamini mila, mshikamano na upendo huwa na msingi imara wa maendeleo, kwani wahenga walisema umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu. Imeandaliwa na kusimuliwa nami Hamis Juma. Mhariri picha Abdullahi Abdallah Top.